Okay, mambo vipi? Karibu kwenye kipindi. Leo tunaenda kumalizia kesi yetu ya mwisho ya multiplication of matrices. Tumeshaona kesi ya kwanza ambayo inahusu habari ya scalar multiplication. Kwa hiyo nenda kuona kesi ya pili. Hii yenyewe inaitwa multiplication of matrices. Multiplication of matrices. Katika hii kesi tunakuwa na matrix mbili, yaani unachukua matrix moja unazidisha kwa matrix nyingine. One matrix multiplied by another matrix. Ndio wanasema kwamba a matrix is multiplied by another matrix. Kwa hiyo matrix moja anamzidisha matrix mwingine. Ndio jinsi inavyokuwa. Sasa mara nyingi tunavyo katika multiplication matrices tunafahamu kabisa kwa mfano na matrix A. Matrix A times sote matrix B iko sawa kama hii matrix A times matrix B. Katika matrix mara nyingi hatuandikaji, mara nyingi sana hatuandikaji alama, mara nyingi sana inakuwa ni AB kama hivi. Kwa hiyo kuna AB maana yake ni matrix A mara nini? Matrix A times sote matrix B. Unabidi ufahamu hivyo. Au unaweza kuona labda matrix C times matrix D. Huwa mara nyingi inaandikwa tu CD. CD inamaanisha kwamba matrix A, matrix C times matrix sote matrix D. Kwa inabidi ufahamu hiyo habari. Ingawa pia unaweza kukuta ukaandikiwa kabisa matrix A times matrix B. Haina shida, lakini ukiona umeandika AB inabidi ufahamu hivyo. Okay, natumaini hapa pameleka. Sasa tujifunze hii kesi yetu ya mwisho, case number 2 ya multiplication of matrices kwa njia ya mifano. Nadhani itaeleka vizuri zaidi kwa njia ya mifano. Tuanze na example ya kwanza, example number 1. Example number 1 hapa nasema huko mfano unasema kwamba if matrix A is equal to this one, hii matrix A, and the matrix B is equal to this one, hii ni matrix B. Find part A, AB, BA. Kwa hiyo ndio iko sawa kama hii. If matrix A ni hapo, matrix B ni hapo. Find part A, AB, part B, BA. Kwa hapa tutafute solution to multiply hizo matrices kama jinsi ambavyo tunaona kwenye hizo part zetu mbili, part A and part B. Sasa tuone jinsi inavyokuwa. Je, solution inakuwaje? Solution hapa ni simple tu, inakuwa katika hali kama ifuatayo. Tuanze na kesi yako. Part A ambapo na pia tafute AB. Ni simple tu, maana hapa matrix A times matrix B. Tuanze. Matrix A ni matrix A ni hapa ambayo members wake ni 1 2 0 3. Kama akisema AB unatakiwa uanze na A, usije ukaanza na B. Kwa hiyo ni muhimu sana. Akisema AB anza na A, BA anza na B. Kwa hiyo hapa matrix hii ni AB, naanza na matrix A ambayo imekaa hapa. Times sote matrix B ambayo ni hii hapa. Inaandika members wake 2 4 1 na 2 iko style kama hii. Sasa kuzidisha hizi matrices ni simple sana. Cha msingi usije ukasahau kwamba ukiona AB anza na members of matrix A then members of matrix B, ili usije ukasahau. Tuanze ku multiply. Multiply ni simple sana. Na multiply vipi? Ni simple sana. Mara nyingi tunapo multiply, tuna multiply katika matrix ya kwanza iliyopo hapa ya kwanza hapa, tunatumia rows. Tunatumia nini? Rows. Katika matrix ya pili huko tunatumia nini? Columns. Isikupe shida sana kwa sababu utaelewa, usijali. Tuanze kwenye matrix ya kwanza ambapo nasema tunatumia rows. Tunatumia kwanza hapa na rows mbili kama inaonekana, row ya kwanza, row ya pili. Kwa hiyo tunaanza na row ya kwanza ambayo ni hapa hii. Na mimi nacholea hivi ili uweze kuelewa. Lakini mara nyingi watucholee hivyo. Hii ni kwa ajili tuweze kuelewa. Tunatumia row hii ya kwanza. Huko tunatumia columns. Kwa hiyo tunaanza row ya kwanza, tunazidisha na nini? Na column ya kwanza katika matrix hapa hii. Kwa hiyo kukumbuka tunapomtumia row hii kwa ajili ya kupata members wa hapa na hapa. Kwa hiyo row ya kwanza kwa ajili ya members wanakaa humu juu humu. Ndio jinsi inavyokuwa. Row ya pili atatumika kwa ajili ya members wanakaa wapi? Chini humu. Kwa hiyo tuanze na row ya kwanza ambayo ni hapa hii. Tunatumia row ya kwanza na huko tunatumia column ya kwanza. Kumbuka katika matrix ya kwanza tunatumia rows. Ya pili tunatumia nini? Columns. Hilo likumbuke sana. Kwa hiyo naanza row ya kwanza na column ya kwanza. Tunazidisha zote. Tunazidishaje? Tunachukua 1 times 2
inakuwa hapa ni 1 times what 2. Haya, itakuwa zaidi tukiweka bracket, lakini afu faida tuna plus. Kwa hiyo ni 1 times 2 plus, lazima tuzijumlishe, plus what 0 times 1, 0 times what 1. Kwa hapa tumemaliza tayari. Sorry, hii hapa hii ni bracket hiyo. Hii hapa ni 0. Kwa hiyo ndio style kama hii tuna multiply hapa. Haya, ngoja nitumie pen ya blue ili sipate shida sasa. Kwa hiyo sasa hapa pia natumia ile row ya kwanza na column ngapi? Na column ya pili. Vile vile tu. Kwa maana kwamba tunachukua row ya kwanza na column ya pili ili tumalize gap lobaki hapa. Kwa hiyo inakuwa ni 1 times ngapi? 1 times 4. Tunaweka bracket. 1 times 4 tuna plus 0 times 2. 0 times 2 inakuwa hapa tayari. Kwa hiyo kama tulivyoona row ya kwanza imetuletea members watakaa hapa na hapa, member hapa na hapa. Imetuletea hiyo. Sasa hivi tunajua kutumia row ya pili ili tupate member hapa na hapa. Vile vile tu. Kumbuka huko tunatumia rows, huko tunatumia columns. Kwa hiyo sasa tunatumia row hii hapa na hizi columns zopo hapa. Kama tulivyoanza tu hapa, tunatumia row hii, tunaanza na column ya kwanza. Kwa hiyo hapa huyu na hii hapa kama tulivyokuwa tumeanza ya juu. Kwa hiyo hii na hii. Kwa hiyo 2 times 2. Hapa 2 times 2 bracket plus 2 times 2 tayari sasa hivi 3 times 1. 3 times ngapi? Times 1, nika bracket kama hivi tayari. Tukishamaliza tumemaliza row ya kwanza, row hii na column ya kwanza. Sasa hizi row hii tena na column ya pili. Kwa hiyo hii na hii unaanza pa 2 times 4. Inakuwa ni 2 times 4 una plus 2 times 4 na 2 times 4 tayari na plus ngapi? 3 times 2. 3 times 2 inakuwa iko hivi. Tukishafikia hatua hii ni simple, tunamalizia tu kama kawaida. Tunamalizia hapa inakuwa 1 times 2 utapata 2. 0 hapa tunaweka plus kama kawaida. 0 times 1 0, hapa 2 times 2 inakuwa ni 4 na plus 3 times 1 inakuwa ni 3 tayari. Tuje upande 1 times 4 inakuwa ni 4 plus hapa 0 times 2 inakuwa ni 0. Hapa 2 times 4 inakuwa ni 8 plus 3 times 2 inakuwa ni 6. Baada hapa najumlisha kama kawaida. 2 times 0 ni ngapi? 2. Sorry, ni 2 plus 0. 2 plus 0 ni 2. 4 plus 3 inakuwa ni 7. 4 plus 0 inakuwa ni 4. 8 plus 6 inakuwa ni 14. Inakuwa ipo kama hivi. Kwa hiyo therefore tunapochukua matrix A times matrix B tunapata hapa ni 2 7 4 14. Jibu letu kwa nisha tayari. Okay, usipate shida sana. Tuone example namba 2, part B. Example ya kwanza katika part B kwa ajili ya kuelewa zaidi, tafute BA. What? BA. BA inako ni simple. Tunaanza kuandika kwanza members wa tunaanza mazoni hapa. Tunaanza na members wa matrix B, then members of matrix A. Hiyo inabidi ulikumbuke. Tuone members of matrix B. Ni wapi members of matrix B? Ni hawa hapa. Members of matrix B ni hawa hapa. Tuna 2 4 1 2. Kwa hapa tuna 2 4 1 2 times members of matrix A. Hii matrix A tutachukua members wake. Hapa members of matrix A ni hapa. Tuna 1 0 2 3. Tuna 1 0 2 3 kwa hivyo. Kwenye kuzidisha kama kawaida tunaenda rows and columns. Rows and what? Columns. Naanza row ya kwanza hii hapa hii. Hii ni row ya kwanza. Tunazidisha na hizi columns hii hapa kwanza na column ya pili kwa ajili ya jibu la hapa na hapa. Kumbuka row hii na column hii kwa ajili ni jibu la hapa. Row hii na column hii jibu la pale. Takuja tena chini huku. Row hii na column hii jibu la chini. Row hii na column hii jibu la hapa. Sasa tuanze. Naanza row hii hapa na column hii hapa hii. Unaiona. Kwa hiyo hapa ni 2 times 1 kama kawaida 2 times 1 nika bracket plus ngapi? 2 times 1 tayari sasa 4 times 2. 4 times 2 tayari.
Kwa tumeshamaliza row hii na column. Sasa row hii na column inayofuata pale mbele ili tupate jibu la hapa. Itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni 2 times 0. 2 times 0 tuna plus 4 times 3. Kuna kwa ni 4 times 3 hapo tayari. Kwa hiyo tumeshatumia row hii na hizi columns kwa ajili ya kupata jibu la hapa na hapa. Kwa hiyo row hii na column hii jibu la hapa. Row hii na column jibu la hapa. Ndio jinsi ambavyo tunazidisha matrices. Matrix moja na matrix nyingine. Sasa hizi namalizia row hii hapa na hizi columns zilizopo hapa kwa ajili ya jibu la hapa na la hapa. Sasa tukianza na row hii na column hii itakuwa ni hapa ni 1 times 1 times 1 plus 2 times 2 times 2 kama inavyoonekana. Kwa hapa hii ni 1 times 1 hapa afu 2 times 2. Hii hapa ni 2 Sasa hivi tunajitana row hii na column inafuata mbele kwa ajili ya jibu hapa. 1 times 0 plus 2 times 3. 2 times 3. Kwa inakuwa iko hivyo. Hii hapa ni 2 hii. Hiyo ni 2. Hiyo ni 2 hii. Okay, baada ya kufikia hatua hiyo sasa ngoja tuimalizie. Haya, kama inavyoonekana. Kwa matrix B itakuwaje? Itakuwa ni hivyo vitu simple. Na hapa ni 2 times 1 tunapata 2 plus 4 times 2 tunapata ngapi? 8. 1 times 1 tunapata ngapi? 1. Hapa ni 2 times 2. 2 times 2 ni 2 inakuwa ni 4. Hapa 2 times 0 inakuwa ni ngapi? 0. Tuna plus hapa 4 times 3 inakuwa ni ngapi? 12. Hapa 1 times 0 inakuwa ni 0. Tuna plus 2 times 3 inakuwa ni ngapi? 6. Baada hapo tunakuja kuadd hapa kama kawaida. Itakuwa ni 2 plus 8 inakuwa ni 10. 1 plus 4 inakuwa ni 5. 0 plus 12 inakuwa ni 12. 0 plus 6 inakuwa ni ngapi? 6. Therefore matrix BA itakuwa ni 10 5 12 6 iko sawa kama hii. Kwa hivyo ndio jinsi ambavyo tunavyo multiply matrices. Okay, kwa tutaishia hapa. Tutaendelea kwenye kipindi kijacho kuona mfano mwingine wa mwisho, lakini kabla ya kumalizia kuna jambo moja la kukumbuka kwamba tunapofanya multiplication, hebu angalia jibu tulipata kwenye AB. AB limekuwa ni ngapi? Limekuwa hapa ilikuwa na 2, tuna 4, tuna 7, tuna 14. Baada ya kumultiply matrix A by matrix B tukapata ile jibu ile 2 4 7 14. Lakini kwenye tulivyo multiply BA tulipata hapa ni 10 12 5 6. Unaona huko hii ni AB, hapa hii ni BA. Huko 10 5 12 6. Hapa ni 2 7 4 14. Majibu yametofautiana kabisa. Ndio maana ukiambiwa BA anza na B kweli. Anza na B kweli kama tulivyoanza hapa B then A. Sio BA wewe unaanza na A hapa, alafu B hapa utakuwa umekosea. Kwa sababu unapobadilisha tu upangiliaji, jibu lazima libadilike. Kwa inabidi uwe makini hapa. Okay, tunaendelea na kipindi kinachofuata. Usisahau kusubscribe na kutakia muda mwema. Asante.